Siku hii ya leo yameibuka mambo mengi sana, mojawapo ni issue ya Majizo kuwaombea msamaha wasanii, kumwombea msamaha msanii Diamond Platnumz pamoja na wengine wote. Jambo hili limezua taharuki kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, mpaka yeye mwenyewe akaamua kushare taarifa mpya muda huu tunapozungumza mimi na wewe juu ya hiki ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye social media. Bwana anaona ni balaa hili linaendelea, lakini taarifa za mwanzo kabisa asubuhi ya leo Majay alikuwa ameshare ujumbe wake, na ujumbe huu ulikuwa una sehemu kama 6 hivi. Akawa anazungumza na Watanzania kuhusu yaliyotokea. Anasema kwamba kama ulipitwa pengine na hujasikia uchambuzi wangu, basi fahamu ya kwamba Majay alikuwa amezungumza kuwatetea wasanii kwa namna ambavyo amekuwa akishambuliwa sasa hivi kwenye mitandao, na kuna wengine wana plan kabisa kuwapoteza baadhi ya wasanii ambao tuko nao. Alihoji, je, Tanzania tupo tayari kumpoteza mtu kama Diamond ambaye nguvu yake imekuwa kubwa sana of course kwenye muziki, lakini vile vile amekuwa msaada wa kusaidia watu mbalimbali. Unaona bwana. So yote haya yamezungumzwa huko kwenye hiyo mitandao kama ambavyo mimi nimezungumza. Na moja kati ya vitu ambavyo Majay alikuwa ameviandika hapa kwenye page yake ni kwamba, tena sehemu ya 6, anasema msamani naomba ni kwa sababu nafahamu kuna mahali wadogo zangu hawa walipitiliza, na sio kwa sababu walifanya kampeni. Ile ni haki yao na uamuzi wao. Najua kuna maneno yalikukera, sio katika level ya siasa bali katika level ya utu. Naomba msamaha. Huu muziki ni wenu, mkiumiza tasnia mnaumiza maelfu ya ajira. Kina Shilole hao wanaweza kutufikia sisi siku moja ukamtoa. Vipi kuhusu wale wafanyakazi wake Diamond na wengine? Mungu amewajalia riziki, lakini unawaza kuhusu ajira zinazopotea kwa sababu ya hasira yako kwake. Naomba radhi, na ikiwapendeza naomba muendelee kuupa nguvu muziki wetu, na maelezo ambayo ameyazungumza na kuja kukuwekea hapo mwishoni. So huyo ni Majizo. Baada ya kuandika haya, mjadala na kutoa hizo speech zake kama 6, mjadala uliibuka mtandaoni. Mimi pia kama Dr. Upupu niliandika mambo kadhaa. Mojawapo nikasema haukuwa muda sahihi wa Majay kuzungumza haya, kwa sababu watu kwa namna moja au nyingine tayari walishaanza kupona maumivu. At least unaona kuna ile namna mashabiki wa muziki wakaanza kurejea kusupport wasanii wao kama kawaida. Lakini sasa yeye alivyokuja kuzungumza tena kuwaombea msamaha, kitu ambacho Watanzania kwa sasa hawataki kabisa kusikia ni msanii kuomba msamaha. Imagine yeye anawaombea msamaha wasanii. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, mimi binafsi niliona huu msamaha unaweza usiwe na manufaa. Baada ya kujenga basi vitu vikawa vinabomoka. Na kilichotokea, kwa sababu hiyo speech ilikuwa imeongea mambo mengi, lakini mojawapo ni kumgusa Diamond. Bwana uweze amini, Diamond amejibu kiutu uzima. Hajaandika chochote kwenye page yake. Diamond amejibu, na majibu yake ameambatanisha na upo kwenye wimbo wa Mimi ambao umefanywa na Jiz Mabovu. Hapa umefanywa na Jiz Mabovu. Yupo J-Mo, yupo Chidi Benz, yupo na Fid Q. Wimbo huu ukisikiliza ndani mashairi yake anaongea mambo mengi sana, pasi na shaka utakuwa unaufahamu. Lakini mojawapo anasema usitafute ustar kupitia mimi, nimeishi maisha yote magumu najua. Kwa hiyo ni kama dongo hivi Diamond amelirejesha kwa Majizo kwamba bwana mzee, dili na mambo yako, usidili na michongo yangu au mitikasi yangu. Kitu ambacho mimi pia nilikizungumza before, nikasema alichokizungumza Majay question by the way. Alichoongea Majay ni msimamo wa tasnia kwa maana ya wasanii, ama ni mtazamo wake yeye mwenyewe? What if hao wasanii wakaona kwamba Majay alichozungumza hakina faida kwenye muziki wao na badala yake maneno yake yanaendelea kuwakandamiza wasanii? Ikitokea msanii amesimama kukanusha juu ya hiki ambacho Majay amezungumza,
Je, hapo tutakuwa tumejenga ama tunaendelea kubomoa? Ndio kitu ambacho kimetokea. Majay kwenda kumwombea msamaha Diamond mbele ya watu sio sahihi, kwa sababu Diamond mwenyewe ni mtu mzima na anajua kama amekosea au amepatia. Na kama alikuwa mtu wa kukosea, yeye mwenyewe anajua alikuwa amekosea, alipaswa atokee mwenyewe na sio Majay kubeba ujumbe wa Diamond. Ni kitu ambacho hakiwezekani na hakuna Mtanzania atakayesikiliza msamaha wa namna hiyo. Yeye mwenyewe yupo, kwa nini asije yeye kuzungumza? Kwa hiyo haikuwa muda sahihi wa Majay kuweka ile speech, na kiukweli imeibua mjadala mrefu sana. Kwenye maelezo yake Majizo alimgusa pia Sugu. Sugu ni moja kati ya watu ambao amefanya nao kazi na anatambua mchango wake kwenye muziki. Hapa akaandika, ilikuwa sehemu ya 3. Anasema, ninaposema nimewahi kumchangia Sugu pesa, sio kwamba alikuwa na shida binafsi. Sugu ni taita, anayo pesa ya kutosha. Pesa ninayoongelea hapa ni ya kusaidia harakati za muziki kupitia Bongo Flava Hunters. Na namtaja Sugu kama mfano wa wengi ambao wametumia maisha yao yote kuukuza muziki wetu. Hata wao walipochagua vyama hawakutengwa na watu wa vyama vingine. Sugu hakuwahi kusema wanachama wa CCM wasije kwenye show zake au wasisikilize muziki wake. Nawaita kina Sugu na watu wengine, tusiruhusu muziki uanguke kwa sababu ya tofauti zetu za kiitikadi. Haya maneno akaandika bwana Profesa Majizo. Sasa nitakukusanyia matukio mengi ambayo yameendelea. Sugu mwenyewe bwana, ujumbe huu ameupata. Sugu Mr. 2 ujumbe umemfikia, na alichokiandika hapa kwa kweli bwana Jongwe, sijui nani anamwandikia jumbe zake, lakini ni jumbe ambazo zinatafakarisha. Na neno lake lile kama kawaida, kuna neno fulani hivi analitumia mwishoni pale. Ngoja nikusomee hapa. Aka screenshot ile post ya Majizo, alafu chini hapa akaandika, ni kweli Majizo ni mwanangu sana. Mimi always huwa namuita DJ tu. Ni kati ya vijana niliowasaidia kutoboa kupitia muziki huu. Hata gari yake ya kwanza maishani, Toyota Mark II Balloon, nilimpa mimi mwaka 2003 baada ya kumpa kazi ya kusimamia uzinduzi wa album yangu pale Diamond Jubilee Upanga. So najua anavyothamini industry ya muziki na kuienzi, kwani yeye ni kati ya mfano halisi wa manufaiko kupitia muziki. Lakini kutetea hawa wasanii wasiojitambua wala kujua wajibu wao kwa jamii inayowasupport na kuwainua ni udwanzi. Pia ieleweke, swala la hawa wasanii kukataliwa na jamii sio la kisiasa. Ni swala la wao wenyewe kukosa uzalendo kwa Watanzania beyond itikadi za vyama. Maumivu walioyasababisha ni kwa taifa. Vijana walijisahau sana, na ndio madhara ya kujali historia. Anaendelea kuandika hapa, anasema tulianzisha huu mziki kwenye mazingira magumu sana. Hatukueleweka kabisa mwanzoni, tukihusishwa na uhuni na madawa. Tukafanya juhudi kubwa na za makusudi kukubalisha kwa jamii, mpaka Watanzania wakatukubali na kuufanya kuwa mziki wao, na ukawa fahari ya Watanzania popote walipo duniani mpaka tunafika hapa. Wasanii wa Dwanzi wakautumia tena dhidi ya Watanzania. Kwa wasanii wa Dwanzi, of course anasema wakautumia tena dhidi ya Watanzania kwa kuwadharau, kuwachamba, kuwabagaza na kuchangia kuwamaliza. Ni kweli mimi ni muasisi, lakini kwa hili niko upande wa Tanzania. Alafu hapa mbele NB akasema hapa mbele hapa akaandika na industry haitokufa kwa hakika, na ikibidi tutaanza upya. Akaweka neno lake
Akamwambia kitu hapa Majizo, siwezi kulizungumza kwa sababu sidhani kama lina afya. Kwa hiyo nimekupa highlights na kilichoendelea kwenye mitandao kuanzia asubuhi ya leo mpaka sasa hivi.